Bana, Si Kitu ni moja kati ya movie bora sana ambayo inafuatiliwa kwa hivi sasa, na miongoni mwa movie nzuri sana ambayo inavutia kiukweli, na namna ambavyo inahusika wazuri na namna ambavyo imeweza kutengenezwa, production yake imekuwa nzuri sana. Sasa karibu sana katika episode ya 3 ya movie yetu hii nzuri ya Si Kitu ambayo imetengenezwa kutoka kwa Clam Vevo, na mimi hapa ni Mkento JR. Hakikisha basi una show love kwa kuhakikisha una subscribe, unabonyeza maneno haya ambayo yameandikwa subscribe, kisha una watch notification on, basi moja kwa moja unakuwa umeshow love na kuhakikisha basi unapata episode zingine zote ambazo zinakuwa zinafuata kwa kubwa na kwa uzuri zaidi. Sasa movie hii ni mpya na ni movie moja ambayo imeenda vizuri sana na imepokelewa, imekuwa na mapokezi mazuri sana. Hakikisha unaenda na mimi mwanzo mpaka mwisho. Inahusika wengi sana, lakini mhusika mkuu kama tunavyofahamu ni Clam mwenyewe, Clam Vevo, pamoja na mhusika mwingine ambaye ni Gracie. Movie inaanza kwamba inaonekana kuna familia kadhaa za kitajiri, kama familia mbili hivi, na familia hizo zina ushindani katika masoko na mambo mengine mengi sana ambayo yanakuwa yanaendelea. Lakini Clam Vevo ana baba yake ambaye mara zote amekuwa akihakikisha kijana wake anakuwa katika position nzuri na anaiweka kampuni yao katika sehemu nzuri zaidi. Sasa anatokea binti mmoja ambaye anaitwa Grace kutoka katika familia nyingine ya kitajiri upande wa pili, ambapo Clam Vevo analazimishwa ama anaambiwa aweze kumfuatilia Grace ili aweze kumuoa, na mwisho wa siku aweze kuhakikisha wanaweka mazingira mazuri ya kuweza kuiteka kampuni ya pili ambayo imeonekana kama ni kampuni shindani na kampuni ambayo inafanya vizuri zaidi. Sasa Clam Vevo anaagizwa na baba yake afanye juu chini kuhakikisha kwamba anamweka karibu Grace na mwisho wa siku aweze kuwa naye katika ukaribu na kuweza kumchukua na kumuoa. Sasa yeye kama Clam Vevo anahakikisha kwamba anafunga safari kutoka alipo na kwenda katika mazingira ambayo yupo binti Grace ambaye mara zote amekuwa akiishi kijijini katika maeneo ya Uswahilini hivi, na anaendelea safari ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Anaenda na msaidizi wake ili mara zote hakikisha kwamba Clam Vevo anakuwa katika hali nzuri zaidi na kwenda kumchukua binti huyo ambaye anaitwa Grace na kutengeneza mazingira ya kuweza kumuoa. Na baba yake anamwambia lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba anaweza kumuoa binti huyo ili mwisho wa siku aweze kumiliki hisa na kuchukua hisa kubwa zaidi katika kampuni upande wa pili, ambayo kimsingi kampuni hiyo inamilikiwa na babake Grace ambaye mara zote amekuwa akipambana kuhakikisha anamwekea mazingira mazuri binti yake ili mwisho wa siku mambo yaweze kwenda vizuri zaidi. Sasa katika episode hii ya pili mimi bado niko na wewe kuhakikisha kwamba nakuletea episode ya 3 kwa kubwa na kwa uzuri. Cha msingi hakikisha wewe una subscribe na comment pamoja na kushare ili mara zote basi iwe rahisi zaidi kuweza kufikiwa na mambo mengine mengi zaidi ambayo yanaendelea katika channel hii nzuri zaidi.